Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hiki ni kisa cha ndani. Kisa hiki kinasema kuwekeza katika Sabato ya 13 na Vania Cheo. Mwanamke mwa Australia alitazama tena miradi ya utume ya Sabato ya 13 wakati kanisa lake liliwahimiza washiriki kutoa zaidi ya kile walichokuwa nacho mfukoni mwao katika Sabato ya mwisho ya kila robo. Mali Rene Stevenson alikumbuka wakati washiriki wa kanisa walipooka keki na kupanda mboga za majani na kuviuza ili kupata fedha kwa ajili ya miradi ya uwekezaji ya shule ya Sabato. Alijiuliza ikiwa angeweza kufanya kitu kama hicho na kutoa fedha hizo kwa sadaka ya Sabato ya 13 inayojulikana pia kama sadaka ya kila robo ya miradi ya utume. Marilene hakuwa na muda au kupenda kuoka keki na kulima mboga za majani. Hata hivyo, alikuwa ameanza kutumia dawa ya koo ya kupulizia ambayo aliona kuwa inasaidia na alikuwa anaipendekeza kwa wengine. Watu wengine walipovutiwa na dawa hiyo ya kupulizia, Marilene alikuja na wazo la kuinunua kwa bei ya jumla na kuiuza tena kwa bei ya rejareja. Faida yoyote ingeenda moja kwa moja katika sadaka ya Sabato ya 13. Uwekezaji huo wa kwanza katika dawa ya koo ya kupulizia ulimchochea Marilene kutafuta njia zaidi, kutafuta pesa kwa ajili ya utume. Kwa kweli, ilianza na mimi kununua vitu nilivyotaka, alisema. Lakini ikawa kama vitu ambavyo napenda kununua ni vitu ambavyo watu wengine wanataka kununua pia. Hawana tu muda wa kwenda kuvinunua. Akifanya kazi na mashamba na viwanda mahalia, Marilene aliweza kununua bidhaa zenye afya kwa gharama ya jumla na kuziuza kwa familia na marafiki kwa bei nafuu zaidi kuliko bei rejareja. Ameuza matunda ya kigeni, tofu isiyogandishwa na kuwa na utaalamu wa bidhaa ambazo havina mazao ya wanyama kwa miaka mingi. Pia ametayarisha maua na kuyauza katika matukio maalum kama vile siku ya akina mama. Inanipa msisimko halisi, alisema. Ninasaidia watu ambao ninawauzia na wakati huo huo na kusanya pesa kwa ajili ya kazi njema. Tangu aanze kuwekeza, Marilene amekusanya dola 300 hadi 600 za Australia, sawa na dola za Kimarekani 200 hadi 400 kila robo kwa ajili ya miradi ya utume ya Sabato ya 13. Anawahimiza washiriki wote wa kanisa kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya miradi ya Sabato ya 13 hata kama inahitaji uwekezaji ili kutoa zaidi. Ninatumaini itawatia moyo wengine kufanya jambo fulani zaidi ya sadaka kianzio kama nilivyokuwa ninafanya, alisema. Mungu amenibariki kwa kweli, kwa uzoefu wa moja kwa moja wa uaminifu wake mkuu. Nawezaje kutotaka kushiriki hilo? Hiki ni kisa cha Marilene kutoka nchi ya Australia. Asante kwa kupanga kutoa sadaka ya ukarimu mnamo Machi 28. Kimetolewa na ofisi ya Conference Kuu ya Utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili duniani kote. Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Mpendwa mfuatiliaji na msikilizaji wa kisa cha ndani, ninakutakia uwekezaji mwema katika Sabato ya 13. Mungu akaibariki kazi ya mikono yako, na chochote ambacho utakifanya Mungu akakibariki zaidi. Muhimu sana, usipange kukosa katika kushiriki
sadaka ya Sabato ya 13, sadaka ya utume. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.